الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط الله المستقيم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الآية. إخوة الأماجد، baada ya kumshukuru Alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtolea sala na salamu aiyo, kina mama tutulie kidogo. Baada ya kumshukuru Alhaq subhanahu wa ta'ala na kumswalia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni fursa adhimu kukutana tena katika bait min buyutillah, tukitarajia karam ya Mola subhanahu wa ta'ala. Tunalolitaraji kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala katika bait min buyutillah ni karam, na miongoni mwa karam za Mola subhanahu wa ta'ala ni kuwa tusitawanyike katika kikao kama hichi isipokuwa ni maghfurin. Mwenyezi Mungu awe ametusamehea madhambi yetu na ametutakabalia ibada zetu. Inwani ya mada yetu katika juma la leo ni unwani muhimu sana. Katika aya tuliyoitanguliza, Mola Jalla fi'ala alipoeleza katika Qur'ani al-Karim, an-nabiyyu awla bilmu'minina min anfusihim. An-nabii katika lugha ya Kiarabu yaweza kuwa ni mushtaq min an-naba ay al-khabar, li'annahu mukhbirun 'an Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii ni yule anayetoa habari kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, na pia an-nabii yaweza kuwa ni mushtaq min an-nabwa ay al-makan al-murtafi'. Maana yake miongoni mwa maana ni sehemu ambapo pako juu zaidi. Bimaana an-nabii alayhi salatu wassalam ni murtafi'ul qadar, ni mwenye daraja ya juu. Na yote mawili yanachukua tafsiri na maana ya Mola subhanahu wa ta'ala, an-nabiyyu awla bilmu'minin, kuwa habari tunazozipata kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala ni habari
kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ambaye ni an-nabii, bimaana mukhbirun anillahi subhanahu wa ta'ala, au murtafi'ul qadar, ni mwenye daraja ya juu. Mara nyingi huwa twasema lugha ya Kiswahili ambayo utakuja kuona kwa njia moja au nyingine, lugha ya Kiswahili ina mchango mkubwa sana katika kueneza Uislamu. Na ndio Waswahili wa kale walipokuwa wakitafsiri neno la an-nabii, katika maana wanasema ni nabii mtukufu wa daraja, kwa maana murtafi'ul qadar, kama vile vile Waarabu wanavyoeleza miongoni katika mushtaqat ya neno au jina la an-nabii. Kwa hivyo an-nabii huyu Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, aula bilmuminin. Hili linatekana kwanza tusiwe tunaanza tena muqarana baina hadha wa baina an-nabii. An-nabiyu aula bilmuminina min anfusihim. Mtume sio wa kufananishwa, mtume sio wa kuangaliwa. Hii habari katika Qur'ani shakata kauli kuwa an-nabiyu aula bilmuminin. Wewe ni mu'min, aliyokuwa juu yako kidaraja kimakana ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa azwajuhu ummahatuhum, inao ni sharaf nyingine ya juu kuwa na wakeze Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ummahatuhum ni mama zao. Sisi tunapozungumza wake za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hatuzungumzi kama wanawake wengine katika historia, bali tuzungumza kama ummahatul mu'minin. Ndio hata baadhi ya ulama wakawa wamefanya ni karaha, ni makruh wewe kumtaja moja katika azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam ukawa unawataja majina tu bila kusema ummi au ummul mu'minin. Tunapomtaja pengine Sayyidatuna Khadija, ya ummul mu'minin, ni mama wa waumini, ni mama yetu. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu hawa wema waloolewa na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tunamaanisha tuzungumza mama zetu. Na ndio hata katika qiraa wa huwa abuhu an-nabiyyu aula bilmu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abuhu, katika baadhi ya riwaya au qiraat kuwa naye Mtume Muhammad ndio baba yetu, ikiwa hawa wake zake ni mama zetu. Kwa hivyo na yeye ndio abu hadhihi al-umma. Na sisi katika ummatu Muhammad tuna wale tunaoita maharim, na kuna maharim ambao kwamba ni al-abadiyya, na miongoni mwa maharim imma bilmusaha, imma awe ni maharim au ni maharimu wako kwa sababu ya kuoana bilmusahara, au iwe ni maharim birradhaa, iwe ni kwa sababu ya kunyonya, au vile vile iwe ni maharim min alwilada, kwa sababu ya kuzaliwa, nasab min an-nasab. Kwa hivyo imma nasab, imma ni nasaba, imma almusahara, imma kwa sababu tumeoana, imma ala radhaa, au kwa sababu tumenyonya katika kifua cha mama mmoja. Ni masala yameelezwa marefu na mapana katika fuqahahu hadhihi al-umma, yani ma faratna fi al-kitabi min shay. Na miongoni mwa maharim ni al-um min nasab, mama kwa nasaba, aliyenizaa mimi ni mamangu mimi, au al-um bilmusaha, mama kwa sababu ya kuoana, mimi nimemuoa binti yake, au binti yangu ameolewa na mwanawe. Kwa hivyo hawa watoto ambao kwamba wameoana, mzazi wa mtoto wa kike na mzazi wa watoto wa kiume wanakuwa ni musahara, mama yake ni mamake huyu. Mimi mama yangu alonizaa na mama yangu aliyeniozesha
hawa ni katika maharim al-abadiyya, ni maharimu wangu maisha. Kisha kuna min ar-radhaa, mama yangu ambaye ni mama yangu kwa sababu nimenyonya kwake. Ni masail fiqhiyya yameelezwa na ni muhimu, hususan kwa wale wanaoishi katika jumba limoja, na kuna huyu mtoto mdogo hapa amezaliwa na kuna mtoto mwingine hapa amezaliwa, na kunawezekana maziwa yakachanganyika kwa kuwa mtoto huyu amenyonyeshwa na huyu. Lazima kupatikane fikhi, uchukue idhni kwa sababu unapomnyonyesha yule mtoto kuna kadhaya fulani yanakuwa ni haramu, na miongoni mao ni mahari. Ni masala marefu katika fiqhi. La pili, kuna ummahat ambao sio katika musahara wala an-nasab wala ar-radhaa, na hawa ni ummahatu al-mu'minin ay azwaju al-anbiya, na bilkhusus min ummati Muhammad azwaju nabii alayhi salatu wassalam, ni mama zetu sisi, lakini sio katika nasaba. Ni mama zetu sisi, si kuwa tumenyonya kwao. Ni mama zetu sisi, si kuwa tumeoa kwao, lakini imekuja alhurma, ile heshima, kwa sababu ya kumheshimu Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ikawa sisi hatuna ruhusa ya kuwaoa al-abad, abadiyan. Hauwezi kumwoa mke wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, bali wanazuoni wanazungumza azwaju nabii sallallahu alayhi wasallam ni haramu hata kwa al-anbiya, kwa manabii wengine hawawezi kuja kumuoa yule aliolewa na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hata kesho siku ya Kiyama. Masala marefu, na ni masala yanaonyesha heshima tuliokuwa nayo katika qudwa au role model kutoka kwa ummahatul mu'minin. Tilka ummatun qad khalat ma, ya huo ndio umma au ndio watu waliotangulia, tayari washatangulisha mema mazuri na ibada walioyafanya. Tunafaa tuwe na qudwa na role model kupitia hawa wanawake ambao ni ummahatu almu'minin. Na tufahamu mazingira tunaoishi hivi leo ni mazingira ya hujum alfikiria. Watu wanatia mawazo mbalimbali ili kujaribu kubabaisha imani ya Muislamu, na miongoni mwa mambo yanayobabaishwa, baadhi ya watu almustashriqun orientalists wanaokuja kusoma Uislamu kisha wakaandika vitabu vyao kupaka Uislamu matope, walikuwa wakisema kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtu ambaye anapenda wanawake, na si kweli. Kwa sababu ukiangalia ummahatul mu'minin, azawjatul ula, Mtume Muhammad anamuoa ambaye ni sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha, kana umruha 40, ni miaka 40. Na kama tarikhi inavyotueleza, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anamuoa Bibi Khadija akiwa na miaka 25 na Bibi Khadija ana miaka 40. Billahi alik, wewe ambaye ni baba, mwanao amekuambia habari nzuri kwa mimi nimemwona mwanamke nataka kumuoa, jambo la kwanza, ana miaka mingapi? Akakwambia pengine yule ninayetaka kumuoa ana miaka 40. Kwa haraka haraka mzazi atalikubali hilo jambo, kwa sababu katika umri wa miaka 40 sio umri tena wa kuanza maisha, si rahisi. Umri wa miaka 40 ni umri wa kuangalia watoto wale ambao umewalea. Mwanangu, wewe bado ni kijana, miaka 25, wataka kumuoa mwanamke wa miaka 40. Kwa hivyo utakuja kuangalia kadhia ilikuwa si kadhia ya kupenda wanawake, la, mwangalie mke wake wa pili Sauda, anamuoa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Bibi Sauda ambaye ni katika ummahatul mu'minin alikuwa na miaka 55, 55 years. Kwa hivyo haya si masala kuwa mtume alikuwa akipenda, angelikuwa anataka yani kwa lugha mbaya ambayo kwamba tumika, ambayo si lugha ya heshima,
yani shahwani au pengine womanizer, ni mtu wa kupenda wanawake, angekuwa na watoto wadogo wadogo, mabanati wadogo wadogo ambao ndio wamevunja ungo kisasa. Lakini hili halikupatikana kwa Mtume Muhammad, kwa sababu ilikuwa ni wahi inatoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ilikuwa ni tamhid lirisalati nabawiya, ilikuwa ni maandalizi ya risala na ujumbe atakaoletewa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Makumbuka katika baadhi za sura kulipatikana hiwar au ikhtilaf baina ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na Ummul Mu'minina Hafsa. Wakatofautiana, ni kawaida katika majumba mume kutofautiana na mke wake, na mara nyingine katika nyumba wenyewe wanaposema mwanamke anapokuwa sasa amekasirika, hata ulete Fakhru Razi, hata ulete al-Imamu al-Ghazali, katika ulama al-falasifa hawawezi kumfikia kabisa. Ana hoja, ana defense, huwezi kumpata hata kama utaazima mabingwa wa mabongo makubwa waje kutetea. Hii ni hali lazima tuikubali. Kwa hivyo wewe kushindana na kutoelewa wadhi ya mwanamke alivyo na mwanamke kutoelewa wadhi wa mwanamume ulivyo, ndio mara lilasaf, mara nyingine unakuja kuona majumba yetu yanavunjika vunjika. Leo ukienda katika jumba au pengine katika ofisi ya kadhi, uje uangalie takrir, report ya tangu mwezi mtukufu wa Ramadhani au Shaaban ila yaumina hadha, aqdi nikah, harusi ngapi zilizofungwa na harusi ngapi zimeendelea. Utakuja kuona katika aqdi nikah 500 harusi zilizoendelea pengine na zinayumba yumba ni harusi 5. Yani hata uwezi kuzungumza ni pengine ni 0.5% katika harusi zinazoendelea. Na hili ni tatizo kubwa linalopatikana kutoelewa wewe mwanamume hali yako, na mwanamke kutojielewa hali yake, na kunapopatikana pengine ikhtilaf baina ya mwanamume na mwanamke, mwanamume achukue mawakif gani na mwanamke achukue mawakif gani. Nasemekana yaumu min al-ayyam, bwana mmoja amekhtalifiana na mke wake, sauti zimekuwa juu, asema leo mimi sikuachi wewe, takwenda kukushtaki kwa Sayyidina Umar Amirul Mu'minin Khalifatul Muslimin. Akatoka bana na hasira, habari nyumbani, hakukaliki chakula, hakuliki kulaliki, hakupumziki. Leo mimi nakwenda kuchukua fatwa kwa Amirul Mu'minin. Akifika katika garden ya nyumbani kwa Sayyidina Umar bin al-Khattab, akasikia sauti ya mke wake iko juu, na Sayyidina Umar bin al-Khattab namjua, shujaa, alikuwa mtu hapendi mambo ya kipuzi, ametulia kama maji kwenye mtungi. Kisha sauti zilipopungua, naye Sayyidina Umar ametoka, amekunja kunja nguo zake, yotoka mlangoni pale, amwona ule bwana yoenda zake. Njoo, mbona waenda zako? Asema Amirul Mu'minin, nilikuja na habari adhim, lakini nilizozipata kwako naona afadhali kwangu, nishajifunza kuwa mimi nitulie. Aseme kwa sababu moto na moto haisaidii, nitulie, kisha baadaye tutatatua maneno. Lakini wewe uko juu na yeye yuko juu, hali itakuwa vipi? Kwa hivyo haya mazungumzo yalipita baina Sayyidatina Hafsa Ummul Mu'minin na Sayyidina Nabii alayhi salatu wassalam. Sauti ya Bibi Hafsa ikawa juu, Mtume Muhammad mwisho akatoa talaka, kamwacha Bibi Hafsa, lakini kukateremka ayat kaambia mrudie Hafsa, kwa sababu Sayyida Hafsa ni sawama qawama. Pamoja na ikhtilafu mliokuwa nao, ana mengi mazuri. Huyu anafunga sana na anasimama sana usiku. Mrudie ya Rasulullah, wa innaha la zawjatuka fil janna, na yeye ni mke wako peponi. Lazima tuwe tuna hali ya kubebana, hali ya kuchukuliana, hali ya kuelewana. Na katika majumba yetu kihakika tunafaa sana kusoma nyumba ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Tuna sura nzima inaitwa Suratul Hujurat.
Suratul Hujurat inazungumza vyumba vya Mtume Muhammad, wake zake Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na ni sura sharifa, ili tuweze kuwa na role model kama mwanamume na kama ni mwanamke vile vile uwe na nini, na role model katika ummahatul mu'minin. Ala kulli hal, tunapozungumza ummahatul mu'minin na tutadondoa baadhi ya historia fupi, tumtizame mfano Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha. Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha, huyu ameolewa kabla ya Mtume Muhammad na wanaume wawili, wa kanat imra'atan at-tahira, kama wanavyozungumza wana tarikh, alikuwa ni mwanamke tahira, very clean. Na unapoelezwa wewe ni msafi katika mujtama, ina maana jamii imekutizama, miamala yako, jamii imeangalia akhlaq zako, jamii imeangalia tabia zako, kwa sababu sisi tuna represent our communities. Ukiona community ya kunyoshea kidole, antum shuhada ala Allah, nyinyi ni mashahidi kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Lazima uanze kujirudia tena mara ya pili, mimi nina kasoro gani? Mimi nina matatizo gani? Mimi ninakwenda jongo sehemu gani? Ni muhimu sana katika mujtama. Kwa hivyo Sayyida Khadija radhiallahu anha amesifika katika jamii yake. Kwanza, innaha sharifa, anatoka katika ukoo mtukufu wenye heshima, Quraishia al-Asadiyya, Sayyida Khadija radhiallahu anha. Wa kanat tajira, alikuwa ni mwanamke mwenye biashara. Sisi mara nyingi tawafunga sana wake zetu na mabanati zetu, pengine tunameweka system kuwa hawa watakuwa ni mama, ama pengine tumewazaa wawe ni wazazi wa watoto wa huwa kadhalik, watakuwa na familia, wataendelea. Lakini wanaoruhusa katika sheria, wanaweza kufanya mabiashara, wanaweza kujiendeza, wakamiliki mali zao, wanaoruhusa hiyo. Na kama wewe kama mzazi, Mola amekuwekea, amekupa mali, jaribu empower your family, empower your girls, empower your boys, wawe na uwezo na imkania mzuri katika mujtama, kwa sababu miongoni mwa role models katika wanawake wenye biashara ni Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha. Yeye ndiye alikuwa the richest sahabas, sio alikuwa among the richest, she was the richest sahaba. Alikuwa ndio tajiri na mwenye mali nyingi katika masahaba wote. Wewe mtaje Sayyidina Uthman, kana mashallah ghani, alikuwa ni tajiri, lakini Sayyidatuna Khadija alikuwa ni tajiri kumshinda yeye. Wewe mwangalie the multi-billionaire na Sayyidina Uthman, ala fikra leo mpaka leo aukafu zake, wakfu zake alizokuwa ameziweka tangu zaidi ya karne 15, 15 centuries mpaka leo zafanya kazi, ziko ndani ya haram. Vision na mission yake alikuwa nao katika ummatu Muhammad. Leo kija kuona Abdurrahman ibn Auf ambaye alikuwa ni multi-billionaire, baadhi ya masahaba wanasema huyu bana alikuwa mara nyingine akishika mawe, lile jiwe linabadilika linakuwa dhahabu, kwa baraka alokuwa nayo katika utendakazi wa ufanyaji biashara. Alipopewa ukhuwa katika Madina, katika kazi aliyokuwa akiifanya Bwana Muhammad ni akha baina almuhajirina wal ansar. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf alipokwenda kwa ndugu yake, aliofanywa ndugu yake ndani ya Madina, akamwambia, mali yangu hii nisfuha lak wa nisfu li, nusu ya mali yangu ni yako, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, umetoka zako Makka, hauna chochote. Lakini Sayyidina Abdurrahman ibn Auf akasema, shukran barakallahu laka, lakini mimi sina haja na mali yako, nionyeshe soko liko wapi, nionyeshe, nataka kufanya biashara, mimi experience yangu ni katika tijara. Akapelekwa sokoni. After few years is the multi-billionaires, kwa sababu kuna umuhimu wa biashara katika mujtama, kuna umuhimu wa kuwa na iktifau dhati.
Sisi tunakontroliwa kwa sababu sisi ni masakini, tunaomba kila wakati, tunahitajia kusaidiwa hiki, tunahitajia kufanyiwa hivi, na yule anayekuja kukupea anakupa na masharti, nitakupa, utafanya kadha wa kadha, na masharti mengine yanakwenda kinyume na sheria ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifia Bwana Muhammad akimwambia, wawajadaka ailan faaghna. Wewe ulikuwa ni maskini Bwana Muhammad, umetoka katika familia ya kimaskini, yatim, baba yake amefariki, mama yake amefariki, babu yake amefariki, anamchukua ami yake Abu Talib, na alikuwa na watoto wengi. Sayyidina Abu Talib alikuwa na watoto wengi sana, kwa hivyo alikuwa ni miskini, anamlea Sayyidina Nabii alayhi salatu wassalam nyumbani kwake. Hata yasimuliwa kwa Mtume Muhammad alipokuwa akiingia chumbani au nyumbani, kwa sababu ya watoto wengi, chakula kikiwekwa kwenye meza, watoto kwa sababu ya njaa wakimbilia kile chakula wakala, wamalize kile chakula. Mtume alikuwa hapiganii chakula. Yule mke wake Abu Talib akamwambia, nimeona tabia kwa huyu mtoto wa ndugu yako, sijaona leo karibu siku ya 5 ama wiki moja, hapiganii na wenzake chakula, na chakula ni hiko. Kwa hivyo wenzake wakishakula wala ashtaki, hasemi kuwa mimi sijala, akiwa ni mdogo. Siku hiyo akasema Abu Talib, basi mimi nitachukua practice leo. Chakula kikaja kwenye sinia, akakiweka, akamwambia, ya taala ya Muhammad. Akaja Muhammad akambia kul, akachukua kidola akakala kidogo, kisha akamwambia, haya njoni na nyinyi wengine. Hikma yake ni kwa Mtume Muhammad alipoingiza mkono wake katika kile chakula kilibariki, ikawa na baraka. Hani mambo anayozungumza katika baadhi za karama zilizopatikana kabla ya utume, kabla hajaletewa utume. Kwa hivyo kila mtoto akapata chakula, akala, akashiba, kwa sababu Mtume Muhammad alitangulia kukitilia mkono. Kwa hivyo wawajadaka ailan faaghna. Ukiangalia wanawazuoni katika mufassirun wanasema faaghna bimaana bi Khadija, kuwa tukakupa ufalme na utajiri na mali kwa sababu ya mali ya Khadija radhiallahu anha. Pamoja alikuwa ni multi-billionaire, mwanamke mtajiri mwenye biashara, alikuwa akifanya mudharaba. Ni masala muhimu. Wewe unapotaka kumsaidia mtu, kuna njia 3. Kuna njia ya kwanza, umpe sadaka na thawabu zake ni 10. Njia ya pili, nataka kukusaidia ni kukutoe katika tatizo, nataka nikupe deni, kisha fanya biashara nirudishie mali yako. Hii thawabu yake ni 18, zaidi ya sadaka. Ni wewe unamtoa mtu katika matatizo, wampa deni, kisha anashughulika, anarudisha ile mali yako, kisha unanafuta na mtu mwingine wamsaidia. Hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya 3 ni mudharaba. Mudharaba ni aqd shar'i baina shakhsain, ni agreement baina ya watu wawili katika biashara. Wewe umekuja una matatizo, una experience gani ya biashara? Mfano, mara nyingi tunaona hivi leo tenders nyingi zatokea. Mimi nimekuja lakini nimeona kuna tenda ya biashara fulani, mimi nitakupa pesa lakini si deni, na nitakupa pesa si sadaka. Nitakupa pesa uwe ni sharik, tushirikiane pamoja na wewe katika kufanya biashara, na ni jambo linakubalika katika sheria. Kwa hivyo wewe utakuwa na certain percentage, mimi nitakuwa ni rabbul mal, nitakupa for example 1 million, nenda kafanye biashara, faida itakayopatikana tukubaliane, pengine mimi nitachukua 50%, wewe utachukua 50%. Na katika masharti ya mudharaba hufai kumwekea wakati yule unayemkubalia kufanya naye biashara. Muhimu awe mwaminifu. Kwa haya ni masala utakuja kuyaona. Sayyidatuna Khadija alikuwa akifanya, hakusema mimi ni tajiri khalas, lakini akawa ana empower wanaume waliokuwa katika mji wa Makka. Na alipopata habari Abu Talib amemtaka Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam
azungumze na Bibi Khadija ili ampe mudharaba, pesa afanye biashara katika ardhi ya Sham. Rahabat bil amr, tena huyu akamhusu, akasema kwa sababu yeye ni al-amin. Angalia, yeye anajulikana at-tahira fil jahiliya. Sayyidatuna Khadija anajulikana kama at-tahira an-naqiya, amejihifadhi heshima yake. Wanaume wamemtaka, biashara ni nyingi, wanabiashara ni wengi, matajiri ni wengi, wamekuja wakapeleka proposal zao nyingi. Nasema la, mimi na qualifications zangu. Na mwanamke anaweza kukataa kuolewa na mwanamume ikiwa yule mwanamume hajaweza kuachieve qualifications zake, anapewa ruksa katika sheria. Amekuja mwanamume, unamuona sie, msimuharibie maisha, akaishi katika nyumba kana kwamba amelazimishwa ama hakadha. Bora kuwe kuna kuyud, kuna masharti ya sheria. Mwanamke amepewa haki hiyo, na pia mwanamke amepewa haki ya kuapproach. Sayyidatuna Khadija alipompa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam mudharaba, Mtume Muhammad akaenda kafanya biashara. Sayyidatuna Khadija kanat aqila, alikuwa na akili, very smart. Alimtuma na mfanyikazi wake anaitwa Maisara, kama nataka uniandikie takrir, report za huyu bana. Naam, anaitwa as-sadiqul amin, lakini nataka unipe kila step atakayochukua. Maisara akaja kauna akhlaq na mengine yakawa ni katika irahasat, katika mambo ya miujiza. Sema huyu bwana nilipomuona, dhalalatuhu alghamama, ilikuwa nafinikwa, jua likiwa kali, kuna mavuli unaotoka ambao kwamba ni kiwingo kinamfinika, hapatwi na jua huyu bwana. Nilikutana na rahib bwana moja, rahib akaja akanambia, man alladhi jalasa tahta shajara, nani yule aloketi chini ya ule mti? Kaambia hadha Muhammad bin Abdullah. Akasema ma nazala ahadun wa jalasa tahta hadhihi shajara illa nabii. Haya maneno yote anachukua record Maisara. Ameambiwa na Bibi Khadija, nataka kuangalia kama hizo qualification tulizozisikia hapa ndizo. Hajasema huyu bwana, kuna baadhi anasema ana alama za unabii. Mtume akapata faida ya ajabu katika biashara. Wanabiashara wote hawakuwa kupata faida aliyopata Mtume Muhammad, bali baada ya kupewa faida hiyo akaja pia na mali nyingine kutoka Sham, Syria, akarudi nazo ndani ya mji wa Makka. Sayyidatuna Khadija akasema this is the right man. Akamtuma rafiki yake anaitwa Nafisa approaching, nenda kazungumze na Muhammad, anaonaje? Tunkahul mar'a li arba, anazungumza Mtume Muhammad, lijamaliha, anaolewa kwa uzuri wake vizuri. Ndio katika sunna ya kuenda kupeleka posa, umepewa ruksa kumwangalia uso wa mwanamke na viganja vyake, umwangalie, je, amekupendeza? Si uoe kisha baadaye uje ulalamike baadaye. Nenda katika posa, umefunguliwa na sheria, mwangalie uso wake, mwangalie viganja vyake, zungumza naye dakika mbili, angalia kama wenyewe wanasema chemistry, kama zinaingiana. Sayyidatuna Khadija ashantuma rafiki yake aitwa Nafisa. Nafisa anamjia bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, enyi wanawake ambao mnawapenda wanaume, msingoje ku approach tu. Unaoruhusa kumapproach mwanamume yoyote unayempenda, unayemwona qualification zake zimefika katika your qualification, yale mambo unayoyataka wewe, mfuate, mwambie nakupenda. Si ati nakupenda tu tuwe boy and girlfriend, sio. Nakupenda unioe kama mume, ni sawa, hakuna aibu yoyote. Wewe mwenyewe unaweza, marhaba. Unaweza kumtuma mwingine, mtume, ni sawa, ni ruhusa imepewa. Amefanya Bibi Khadija. Bibi Khadija alipomtuma Nafisa, Mtume Muhammad alipopata habari, na yeye alikuwa na qualifications. Hapa kuna masala kidogo. Sisi tarikhi tunaambiwa Sayyidatuna Khadija alikuwa na miaka 40, na ndivyo kauli yenye nguvu, alqaulu arraji inda almuarrikhin. Lakini kuna masala kidogo, tutingishe mabongo yetu. Bibi Khadija ndio mwanamke wa kwanza aliolewa na Mtume Muhammad. Bibi Khadija ndio wa kwanza aliyemwamini Mtume Muhammad. Masala marif.
Bibi Khadija ndio mwanamke wa pekee alomzalia Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Taban kuna Ibrahim ambaye amezaliwa na Maria al-Qibtiyya, lakini alomzalia kwa mara ya kwanza ni nani? Ni Bibi Khadija. Walikuwa ni watoto wangapi? 6 kutoka kwa Khadija. Sawa, naomba tufanye hesabu haraka haraka, najua kuna mabongo ya kihesabu hapa. Sisi mwanamke akikaa na ujauzito aghlabu ni 9 months. Tabaan anaweza mwanamke kujifungua katika miezi 6, na ndio hapa wanazuona na kueleza, lau utamuoa mwanamke ukamtaliki kisha akadai amepata mtoto chini ya miezi 6, haikubaliki. Na hivi sasa ni michezo inachezwa, wanawake wamekuwa kama ni michezo wanacheza. Kwa hivyo atakuja kwako, atazungua atakoyazungua, mara atakuja na historia, mimi na mtoto wako. Tabaan katika madhhabi ya Imam Shafi anaweza mwanamke kuwa na mimba hata zaidi ya miaka 4. Miaka 4 katika madhhabi ya Imam Shafi ni masala marefu, lakini mtoto anazaliwa miezi 9 aghlabu, ananyonyeshwa miaka 2, sawa. Sasa takriban kama miaka 3. Hawa ni watoto wangapi? wa6. Bibi Khadija na miaka 40. Je, alianza moja kwa moja kupata watoto? La, baada ya miaka 4 ndiyo alianza kupata watoto. Kwa hivyo miaka 44. Sasa 3 times 6 ni ngapi? Sisikii 18, right? 18 plus 44 ni ngapi? 62. Kunao mwanamke anaweza kupata mtoto katika umri wa miaka 62. Haya ni masala, nendeni mkayachangamshe bongo leo. Okay? Je, kuna mwanamke katika umri wa miaka 50, 52, 50 na 60 na akapata mtoto? Maana ukiangalia hesabu hii, ikiwa ni hivyo, amejifungua kwa miezi 9 na akanyonyesha miaka 2 na watoto ni 6, ina maana umri wake Bibi Khadija katika 62 years bado anajifungua. Je, inakubalika katika kisayansi? Masala ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ni miujiza, inawezekana hilo kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wala jidala fi, lakini ni mazungumzo, sitotekana tuyajadili haya. Ndio utakuja kuona kuna baadhi ya wanazuoni akiwemo al-Imamu Nawawi alipokuwa akizungumza manaqib ya Bibi Khadija, ametaja mukhtalaf riwayat kuwa ameolewa. Baadhi wanasema alikuwa na miaka 40 kama ilivyozoeleka, wengine wakasema alikuwa na miaka 45, hili halijazoeleka. Wengine wakasema aliolewa akiwa na miaka 28. Kwa ni akwali ziko, lakini qaulun raji' ni kuwa Bibi Khadija alikuwa na miaka 40. Bibi Khadija huyu ndiye aliyemcomfort Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Angalia ile tamhid, yale maandalizi ya risala. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika karibu na miaka 40 kana yuhibbu alhalwa, akipenda kuketi katika halwa yeye na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, fi ghari al-Hira. Ghari al-Hira mimi nimeipanda na nguvu zangu, imenichukua 2 hours, masaa 2 kupanda, tena pumzi na majasho yamenikatika kufika katika Gharul Hira, katika Jabalun Nur, mimi na nguvu zangu. Mtume alikuwa ndio practice yake, apanda kishuka, kipanda kishuka. Na Bibi Khadija yuko kule nyumbani akipika chakula, na yeye akipanda akimpelekea Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam chakula katika Jabalul Hira. Ish hadha min al-akhlaq? Ni tabia zipi hizi za wanandoa? Sisi tunasema Juliet sijui na nani katika muhibbina waliopendana, lakini ukitaka kuangalia the real love, angalia mahaba ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na mahaba ya Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha, utakuja kuona the real love, mahaba na mapenzi ya kweli, ambapo tunatekana tuchukue kama role model katika maisha yetu. Mtume Muhammad alipoona aloyaona mara ya kwanza, kiumbe kimekuja kikamwambia, ya Muhammad iqra. Mtume alibabaika mara ya kwanza, fanya wasiwasi.
Akateremka Rasulullah, akifika nyumbani Sayyidatuna Khadija akimwangalia, ashasoma body language yake yote, mume wangu hayuko sawa. Anasema zamiluni dathiruni, nifinikeni nifinikeni, ana homa, ameona jambo si la kawaida. Akamtuliza mwanzo. Anapomtuliza anambia, haya, niambie umeona kitu gani? Mtume Muhammad sema, wallahi hajui kama Sayyidatuna Khadija tamamini, nimeona kiumbe sijakiona maisha yangu, nimeambiwa maneno sijayasikia maisha yangu. Sayyidatuna Khadija anasema, abshir, chukua bishara njema Muhammad, chukua habari njema Muhammad, usibabaike, usiwe na wasiwasi wa aina yoyote. Abshir, la yukhzika Allahu abadan, Mwenyezi Mungu hawezi akakufedhehesha, hawezi akakutupa kabisa. Mume anatoka kazini, anatafuta chakula, anatafuta hiki, anatafuta kile, amepambana na hali sizo, biashara hazijakaa vizuri, huyu ameshtaki, huyu amefanya hivi, anarudi nyumbani na stress. Mke anamwambia, na bado wewe utakiona zaidi, nyumba itaishi, kutakuwa kuna mawada ndani ya nyumba, kutakuwa kuna mapenzi ndani ya nyumba, lakini mume wangu usiwe na wasiwasi, yatapita yote hayo. Abshir, la yukhzika Allahu abadan. Kwa hivyo ilikuwa ni tamhid. Akampa baadhi ya masharti alikuwa amemweleza. Maneno mengine muhimu ni kwa Mtume Muhammad hajakaa vizuri, mara ameambiwa, ya ayyuhal muddathir qum faandhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, mpaka mwisho. Sayyidatuna Khadija akitoka kidogo akirudi hivi anamwona tena ana raha. Haya, kuna nini? Tumezungumza, tumemaliza. Kamba nimeletewa habari nyingine ya habari gani? Naambiwa niwaonye watu, nianze da'wa. Kambia, na nini unasubiri? Fanya da'wa. Anamwambia, man dha ad'u wa man dha yastajib ya Khadija, mimi ni mzungumzie nani da'wa na ni nani atakubali kuwa mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Asema, ana mimi nakukubali wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Angalia comfort, angalia istidad, hali aliyokuwa nao Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na Bibi Khadija tukimzungumza ni mengi, na haya ndio mambo tutakana tuyasome kama waume na wake katika majumba yetu. Mwisho katika mazungumzo yangu ambao napenda kuhitimisha mazungumzo yangu, anazungumza Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha. Anasema, wallahi ma ghirtu ala ahadin min nisa'i nabi ma ghirtu ala Khadija wa ma raaituha, mimi sijakuwepo na wivu, kumwonea wivu yoyote katika wake za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kama nilivyomwonea wivu Bibi Khadija, na hatukuwahi kukutana, hakuwahi kumuona Bibi Khadija. Kwa hivyo wivu kwa wanawake ndio siri. Wewe ukimwona mke wako akuonei wivu, ni dalili kuwa maisha yenu isha expire. Mwanamke hata kama ana miaka 50, ana miaka 80, ana miaka 90 na anakupenda, lazima miongoni mwa sifa njema kwa wanawake ni kuwa na wivu. Bora ile wivu sipitilize tu sana, lakini wivu ni moja katika alama ya mapenzi. Na haya ni maneno anayazungumza mwenyewe Bibi Khadija. Bibi Aisha anasema mwenyewe, sijamuonea hapo mtu wivu katika wake za Mtume Muhammad kama nilivyomwonea wivu Sayyidatuna Khadija, na sikuwahi kumuona. Haya, sababu gani kilichokufanya wewe ukamwonea wivu? Kana yukthiru min dhikriha, Mtume Muhammad akimtaja sana Khadija, 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 Khadija. Basi siku hiyo Sayyidatuna Aisha akasema, ya Rasulullah, uzidi na Khadija wako, kana kwamba hakuna mwanamke duniani isipokuwa Khadija. Huyu ukienda kulia Khadija, ukienda kushoto Khadija, ukienda kule Khadija, hayuko. Kuna wanawake wengi duniani. Ya wallahi, wewe humjui Khadija. Innaha kanat wa kanat wa kanat. Mtume Muhammad anatoa sasa madhi, anamsifia Bibi Khadija, na ni miaka mingi, zaidi ya miaka pengine 30. Sayyidatuna Khadija alikuwa kadha, alikuwa kadha. Wa hiya awwalu man amanat bi, yeye Khadija ndio mtu wa kwanza alioniamini.
na Mola ameniruzuku mimi na yeye na watoto, kwa nini nisimtaje Bibi Khadija? Tuulizane sisi waume, majumba yetu sisi kama wafasi wa Bwana Mtume Muhammad, majumba yetu yako vipi? Ndugu zanguni, majumba yetu yako vipi sisi na wake zetu? Wake zetu wako vipi na waume zao? Lau leo atarudi Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, aambiwe nenda kwa nyumba fulani uishi, tuko tayari kumpokea kwa tabia na maadili yaliyoko katika majumba yetu. Na hii ndio moja katika mambo ambayo kwamba tunatakana tujaribu kuimplement katika maisha yetu, ili kuweza kutengeneza jil ambayo ni jil lahu alaqa bil amjad, jil na generation ambayo ina mafungamano na wema waliotangulia. Kama ni mtoto, chukua role model zako kutokamana na masahaba wa kitoto. Kama ni mwanamke, chukua role model kutoka kwa masahaba. Kama ni mwanamume, chukua role model kutoka kwa wanaume. Kama ni fulani na ilani, tunao historia safi na role models wengi, na katika daraja ya ummahatul mu'minin. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, nyinyi wake za Mtume Muhammad hamko sawa na wanawake wengine. Hii lugha kidogo wanazuoni wanazungumza lastunna ka ahadi. Kwa nini hawakusema lastunna kawahida au kawahidi? Imekuja ka ahadi. Baadhi ya mabingwa wa lugha ya Kiarabu wanatueleza lastunna ka ahadin, si kwa wanawake peke yake, na mwanadamu yeyote. Wengine wakafika katika daraja, wacha wanadamu, hata katika malaika hakuna yoyote anayeweza kufikia daraja na makana ya wake wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na ndio aya nyingine utakuja kuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, akizungumzia fadhila na makana ya hawa wanawake, akiwaambia waman yaknut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn. Ummahatul mu'minin wakifanya ibada hawalipi kama mimi na wewe, wanapewa ujira mara ngapi? Mara mbili. Akiswali anapewa mara mbili, akifunga anapewa mara mbili, kwa sababu tu wameolewa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, waweze kuchukua maadili na mafunzo ya Uislamu, wawafunze wanawake wengine sifa na Uislamu kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa sababu maneno mengine yanaweza kuwa mwanamume ni ngumu kuyataja, lakini hawa waliweza kusoma na kueneza dini ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwa wanawake wenzao. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayarhamna rahmatan wasi'a. Allahumma ruddana maraddan jamila. Allahumma tub alayna linatub. Allahumma iftah lana futuha al-arifin. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma la taj'al lana dhanban illa ghafarta wala daynan illa qadayta wala hajatan min hawaij ad-dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum.